zaidi. Hata wakati tulikuwa tunafanya demonstrations, Kibra ndio ilikuwa laini ya mbele kwa kufanyia Wakenya demonstrations ya kupata uhuru. Kwa hivyo watu wa Kibra, mimi nilionea ya kwamba nianze mikutano yangu zote za Kenya hapa Kibra siku ya leo kwa makumbusho ya Raila, kwa sababu hii ndio ilikuwa bedroom yake. Sisi tumetoka Kilifi jana, na tuliporudi hapa Nairobi niliamua mkutano yangu ya kwanza ya hadhara itakuwa vile baba Raila Amolo Odinga alituacha kwa broad based government. Tumekuja hapa kutangaza ya kwamba tutakuwa hapo mpaka 2027, lakini mbele ya 2027 tutajadiliana na vyama vingine, kwa sababu hatuwezi kungojea mpaka siku ya uchaguzi. Ni lazima sisi kama chama cha ODM tujitayarishe, na tunaweza kujitayarisha tukiwa tumekuwa na umoja, na sisi lazima tuendelee pamoja, na hatuna nia ya kufukuza mtu yoyote kwa chama. Mtu akitaka kutoka kwa chama aondoke mwenyewe, anaondoke peke yake. Lakini sisi kama ODM, sisi tunataka tuimarishe chama yetu, na tutaanza mazungumzo na vyama vingine, lakini tukiwa pamoja ndio tutakuwa na nguvu, na tuta negotiate na hawa from a point of strength, not from a point of weakness. Sisi ndio chama kubwa. Sisi ndio chama kubwa Kenya mzima kushinda vyama vingine vyote. Hatuwezi kwenda kwa meza kuongea na wengine tukiwa wanyonge. Tukiongea sisi tutaongea kama chama shujaa, chama kubwa, chama ya Raila, na tutaweka kila kitu kwa meza. Hii serikali tulikuwa naye Raila alituweka, walikuwa wanyonge, walikuwa karibu kuanguka.